Mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo amezungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma maeneo ya viwanja vya bunge leo Mei 22 mwaka 2025, na amezungumza masuala mbalimbali. Na miongoni mwa aliyosema ni kuhusiana na kauli yake ambayo alitoa hivi karibuni akisema ya kwamba kuna mtu aliumiza watu akiwataka watu wakaulizie Dar es Salaam. Anasema hakumtaja mtu, hivyo kauli yake isafsiriwa kwamba alimlenga mtu yoyote, bali yeye alisema bila kumtaja mtu. Lakini aliulizwa na mwandishi wa habari kuhusu maoni yake kama ikitokea mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda atagombea ubunge katika jimbo la Arusha mjini ambalo yeye pia ni mbunge katika jimbo hilo, anauonaje mtanange wake utakavyokuwa na mchuano katika kinyang'anyiro hicho ambacho amesema anaamini ya kwamba Mungu ndiye upanga zaidi ya nani anapaswa kuwa mshindi, lakini anaamini wakati wote Mungu wake hajawahi kumwangusha. Lakini kubwa akisema haki ya kikatiba ya kila mtu kugombea ipo wazi, na hivyo mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda ana haki ya kugombea kama ataamua kufanya hivyo, lakini matokeo yataamuliwa na vile ambavyo mchakato utakavyokwenda, lakini pia vile ambavyo Mungu ataamua nani anapaswa kuwa mshindi. Mimi ni Bakari Chijumba. Swala zima la kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2025, tumeona baadhi ya maeneo majimbo yamegawanywa na yakapatikana majimbo takribani 8, na tulitegemea pia kusikia jijini Arusha pale basi jimbo nalo likigawanywa, kwa sababu watu walikuwa wanapiga sana hesabu kuhusiana na Arusha kwamba jimbo litagawanywa itakuwa mawili, alafu lingine itakuwa wewe, lingine inasemekana kwamba atakuwa Paul Makonda. Lakini imekuwa tofauti sana vile ambavyo watu walihisi, jimbo limebaki vile vile. Ili tuwe na sifa ya kuwa jiji, kwa sababu kieneo ni kidogo, tukalazimika kuchukua na maeneo ya Lumeru kuyaleta kwenye jimbo letu. Sasa jimbo ambalo hata lilikuwa halijitoshelezi kabidi kuhamisha maeneo mengine ili kuongezea, ukifikiria kuligawa nadhani unakuwa hujafikiria sawa sawa. Lakini pia ni jimbo ambalo lina watu kama 600,000 tuna kama 17,000 kwa mujibu wa sensa iliyopita. Sasa hapo lakini wanasema sifa mojawapo watu wakishakuwa 400 tu basi wanaligawa. Kwa nini? Vigezo viko vingi, vigezo sio watu peke yake, kuna vigezo zaidi ya 8. Kwa hiyo mtu anapotaka kugawanya jimbo lazima aangalie vigezo vyote hivyo. Kwa hiyo ni mchakato wa kisheria, ni mchakato ambao una vigezo vyake, lakini mimi nikiwa mwakilishi naona kabisa ni jimbo ambalo halikuwa na sifa ya kugawanywa. Ndio maana hata ukuwahi kunisikia kokote nikizungumzia kugawanywa kwa jimbo au hata kuzungumzia huo mchakato, kwa sababu nidhani ni mchakato ambao kuna watu walikuwa wanaupigia tu chapuo kwa maslahi yao, lakini kimsingi haukuwa na tija, kwa sababu kwanza ungeongeza gharama tu. Majimbo yakishakuwa mawili manake utaongeza pale mbunge mwingine, pengine utaongeza madiwani wengine, utaongeza gharama za uendeshaji, itabidi pengine unapoongeza kata itabidi uongeze shule, uongeze vituo vya afya, itabidi uongeze na wataalamu. Kwa hiyo naona kabisa kwamba mchakato huo ungeendelea kuchukua fedha zaidi za umma, badala zile fedha tuzitumie kwenye maendeleo tungezileta zaidi kwenye upande wa utawala, kitu ambacho nadhani kisingekuwa na tija sana. Kwa hiyo maamuzi ya kubaki na jimbo moja kwa kweli ni maamuzi sahihi na ni maamuzi ambayo mimi naunga mkono kwa 100%. Sawa, lakini hizo taarifa ulikuwa unazisikia kwamba jimbo kuna watu walikuwa wanatamani hivyo, kwa sababu wanajua mbunge aliyoko pale amekamilika, anatosha na change inabaki. Kwa hiyo wakataka wajitengenezee kajimbo kao kingine, angalau pengine wangeweza kuhangaika huko. Sasa namshukuru Mungu akubariki jambo hilo. Sawa, watu ambao walikuwa kipigia chapuo jimbo ligawanywe sasa imekwenda tofauti. Pengine bado hili moja ambalo limebakia wanaendelea kulitamani ili washindane na wewe kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Ni utaratibu wa kawaida. Mimi uchaguzi wa mwaka 2020 tulikuwa wagombea 92. Na mimi niliongoza. Kwa hiyo kuwa na wagombea wengi kwa majimbo kama yale ya mjini, jimbo kubwa kama lile, kwa kweli ni kitu cha kawaida, na wasipojitokeza tutashangaa, kwa sababu ni jimbo ambalo linashawishi mtu yoyote kutaka kuliwakilisha. Kwa hiyo huo ni mchakato wa kawaida, na kama ambao wanatamani hivyo tunawakaribisha kwa sababu tuko vizuri. Sawa sawa. Wiki mbili zilizopita ilisikia hotuba yako na uliamsha kwelikweli, watu walikuwa wengi sana kwenye mkutano wako. Lakini moja ya kauli yako ambayo ulitoa ni kuhusiana na Paul Makonda, ambapo ulisema kwamba ameumiza watu wengi. Ile swala la kuumiza watu. Sasa watu wako wanajiuliza kama yeye ameumiza watu wengi, inawezekana pia na wewe umeumiza watu. Hebu ile iweke kauli yako ile iweke vizuri kwanza, kama imewachanganya watu kuhusiana na kuumiza watu. Na watu kwenye mitandao ya kijamii wakasema sasa tunawachagua viongozi ambao wanatuumiza.
Nadhani tuna shida kubwa kwenye nchi yetu kwa sababu kwanza mimi sikumtaja mtu. Ndio kitu cha kwanza. Sikumtaja mtu kwa sababu mimi nilisema tu kama kuna mtu anadhani kwamba mimi niliumiza watu na anasema hivyo, basi muende mkaulize huko Dar es Salaam ili kuweza kujua namna ambavyo changamoto ni kubwa katika maeneo hayo. Lakini kwa upande wangu mimi nina uhakika mimi sijaumiza watu. Ndio maana ukiangalia mimi nimekuwa pale mkuu wa wilaya wa Arusha, nimekuwa mkuu wa mkoa na nimerudi kugombea ubunge na watu wakaniamini. Lakini wako baadhi ya watu ambao walikuwa wakuu wa mikoa kwenye maeneo yao na wakarudi na wananchi hawakuwapa fursa hiyo ya kuwa wabunge. Kwa hiyo unaweza ukaona tofauti ya kama mtu ambaye umeumiza watu alafu umerudi kwa watu ndani ya chama kwa kuamini na ndani ya umma kwa kuamini, alafu kuna mwingine ambaye pia anamlalamikia mwingine aliumiza watu alafu ameenda ndani tu ya chama akataliwa hata kwa wananchi ya kufika. Kwa hiyo ni kitu ambacho kabla hujamtuhumu mtu unatakiwa ujitafakari sana, kwa sababu mambo haya yanaishi na watu wanaweka kumbukumbu vizuri zaidi. Mimi nikuhakikishie tu rekodi yangu Arusha ni bora, ni njema, nikiwa mkuu wa wilaya, nikiwa mkuu wa mkoa na hata sasa nikiwa mbunge. Mimi na yeye nani ameumiza watu wengi, hiyo ndo kauli ambayo watu liwatisha sana. Sasa ukifuatilia mahojiano yangu hapakuwa na kauli ya namna hiyo. Kwenye mahojiano yangu ambacho kilisemwa ni kwamba kuna mtu anasema kuna mtu ameumiza watu. Nendeni Dar es Salaam mkaulize watu wangapi wameumiza kule. Kusema kwamba kuna comparison, hiyo ni michakato tu ya mitandao, na wakati mwingine sisi tunapozungumza mitandao wanapata nafasi pia watu kuuza bando, kufanya nini, wanatumia kama fursa, na kitu ambacho kama kuna watu wanapata riziki kupitia jina langu, kwa kweli namshukuru Mungu. Sawa, tumalize na hili mheshimiwa. Uko tayari kumuona Makonda naye akishiriki uchaguzi wa mwaka huu pale jimboni kwako? No, kugombea ni haki ya kikatiba ya kila Mtanzania. Kwa sisi ambao tunaheshimu katiba, tunadhani kugombea ni haki ya kila mtu. Kwa hiyo na mtu ukiwa ni Mtanzania, una sifa zote, una haki ya kugombea, wala haijai kuwa changamoto mahali popote kwa mujibu wa katiba yetu. Lakini mimi kikubwa, mimi sihitaji kuongea sana. Mimi naamini zaidi kwenye matendo. Wakati ukifika, matendo yatasema, alafu jamii itajua. Maana nilikuwa naongea tena watu wengine pale, nikamwambia hakuna aibu mbaya zaidi kama aibu ya kutafutia ukubwani.